Vibaraka wawili wa Mossad wanyongwa nchini Iran kwa kutoa taarifa za usalama kwa Israeli. Wanaume wawili waliopatikana na hatia kufanya ujasusi kwa maslahi ya shirika la ujasusi la Israeli Mossad wamenyongwa kwa kosa la kutoa taarifa nyeti kuhusu jeshi na maeneo ya usalama ya Iran katika vita vya hivi karibuni vya Marekani na Israeli. Katika taarifa iliyotolewa mapema Jumatatu, mahakama ya Iran imesema watu walionyongwa waliotambuliwa kwa majina ya Omid Behizad na Poria Savat walikuwa mamluki wa utawala wa Israeli na wasaliti wa nchi yao. Imeongeza kuwa wawili hao walitoa viwianishi, picha na taarifa za kijasusi zinazohusiana na vituo vya kijeshi na usalama vya Iran kwa maafisa wa Mossad na mitandao ya mawasiliano zilizounganishwa na huduma ya ujasusi ya Israeli wakati wa vita vya siku 12 mnamo Juni 2025 na uchokozi wa siku 40 wa mwezi Februari mwaka huu na kuwasaidia kutimiza malengo yao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Mossad ilijaribu kukusanya taarifa zinazohitajika kutoka ndani ya Iran kabla na wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israeli kwa kuajiri mawakala wa ndani kupitia mtandao wa njia za mawasiliano za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Inasema kuwa baadhi ya vibaraka hao waliendeleza mawasiliano ya moja kwa moja na maafisa wa ujasusi wa Mossad, huku wengine wakituma taarifa zilizohitajika kwa adui kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vinavyohusiana na Israeli. Mahakama ya Iran imeeleza zaidi kwamba vibaraka hao wawili walikuwa washirika wa ngazi ya uwanjani na mawakala wa uendeshaji wa adui na walishiriki katika miradi inayoonekana kuwa rahisi lakini tata sana ya kukusanya taarifa za kijasusi, wakiwa na nafasi muhimu katika kutuma taarifa muhimu kwa maadui wa Iran. Taarifa hiyo imesema mashirika ya ujasusi ya Iran yalitekeleza mojawapo ya miradi muhimu zaidi ya utambuzi baada ya kufuatilia shughuli za vituo vya habari na vikundi vilivyounganishwa na Israeli na kuchambua video zilizotumwa kutoka maeneo ambayo baadaye yalishambuliwa na adui. Taarifa hiyo imeongeza kuwa maafisa wa shirika la ujasusi la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu walifanikiwa kuwatambua na kuwakamata Behizad na Savat walipokuwa wakishirikiana na maafisa wa ujasusi wa Israeli. Lakini hayo yakiendelea, nikwambie Abdel Bari Atwan, huyu ni mchambuzi mashuhuri katika ulimwengu wa Kiarabu, ameashiria jinsi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilivyojiandaa kutoa kipigo kikali dhidi ya uchokozi wowote na hofu ya makamanda wa kijeshi wa Marekani ya kujirudia tajriba ya vita vya Vietnam na kutaja sababu 5 zilizomfanya Trump arudi nyuma katika kutekeleza vitisho vyake dhidi ya Iran. Amehoji katika makala iliyochapishwa na gazeti la Rai El-Yum, je, Trump ataacha tena Atwan vitisho vyake vya kuishambulia Iran au atavitekeleza? Ni matokeo gani makubwa yanayoweza kutokea katika hali zote mbili? Ni kitu gani kimemfanya achukue uamuzi wa ghafla wa kuondoa askari wake wengi katika kambi za nchini Kuwait? Mchambuzi huyo amesema tangazo la serikali ya Donald Trump, rais wa Marekani, kuhusiana na kuangalia upya uwepo wa vikosi vyake nchini Kuwait ndilo ungamo la kwanza la kukiri kushindwa katika vita vyake vya hivi sasa dhidi ya Iran na washirika wake kwenye eneo la hasara kubwa iliyosababishwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran, hususan kwa wanajeshi walioko kwenye vituo hivyo. Na huenda ni kwa sababu hiyo Trump amerudi nyuma dakika za mwisho katika kutekeleza vitisho vyake vya kuanzisha mashambulizi mapya na makubwa. Atwan ameendelea kuandika, kwa mara nyingine tena Trump ameamua kurudi nyuma kutekeleza vitisho hivyo na kudai kwamba wakati wowote ule anaweza kufanya tena mashambulizi makali kwa lengo la kuilazimisha Iran isalimu amri, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kundi lao kurudi nyuma na au kuchelewesha utekelezaji wa vitisho hivi kulingana na alivyozoea, na ni kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Iran haitasalimu amri, na vitisho hivi sio tu havitishi, lakini kinyume chake imejiweka tayari zaidi kuliko hapo awali kukabiliana kwa nguvu kubwa na uchokozi wowote mpya wa Marekani. Pili, kuna upinzani mkali dhidi ya shambulio hili miongoni mwa makamanda wakuu wa jeshi la Marekani, na wanaiogopa Vietnam nyingine kutokana na kuongezeka hasara za majeshi ya Marekani katika maeneo ya vita vya Mashariki ya Kati na uharibifu wa kambi nyingi za Marekani ambazo yalitumika mamia mabilioni ya dola kuzijenga. Tatu, uwezekano wa kushiriki majeshi ya Israeli katika mashambulizi mapya pamoja na majeshi ya Marekani utakuwa na matokeo kinyume, kwa sababu hautafikia malengo yake ya kuangamiza nyuklia za Iran na kudhoofisha utawala wa Iran. Kwa upande mwingine, kwa kuzingatia uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani za Iran ambazo zimepunguza akiba vifaa na makombora ya utunguaji ya Israeli na Marekani, na akiba ikiwa inamalizika, ndege na makombora hayo yanaweza kuteketeza miji kadhaa ya Israeli, hususan Tel Aviv, Haifa, Dimona na Ashkelon. Atwan ameendelea kueleza katika makala yake, kuendelea kwa vita hivi dhidi ya Iran na kurefushwa kwake kumemfikisha Trump kwenye mpaka wa wendawazimu, mkanganyiko na mfadhaiko wa kisaikolojia, kwa sababu alidanganywa na Israeli ambayo ilimhakikishia kwamba vita hivyo
vitakuwa vifupi vyenye ushindi wa uhakika, hasara ndogo za kijeshi na kifedha, na vitaambatana na mafanikio makubwa. Sasa hayo yakiendelea, nikukumbushe tu Rais Donald Trump alisema kwamba amefuta mashambulizi yaliyotangaza kuwa yatafanywa dhidi ya Iran baada ya nchi za eneo kuomba yasitishwe wakati juhudi zinafanywa ili kufikia makubaliano, na kufuatia maonyo yaliyotolewa na Tehran kwamba uchokozi wowote mpya wa Marekani au Israeli utakabiliwa na jibu la mapigo makali. Na Trump alisema amekubali kufuta shambulio hilo lililopangwa dhidi ya Iran, akidai kwamba Tehran na nchi zingine za kikanda zimeomba kuwepo na sitisho baada ya kupatikana viwango vya kufikia makubaliano. Katika andiko lililoweka kwenye mtandao wake wa kijamii wa Trust Social, Trump amedai pia kwamba Marekani ilikuwa tayari imejikoki na iko kamili tayari kuanzisha shambulio la kijeshi dhidi ya Iran, alilodai kuwa ni la viwango vya juu vya nguvu za kijeshi ambavyo havijawahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia. Mipango iliyoripotiwa ya mashambulizi hayo iliibuka sambamba na kuwepo mvutano unaoendelea kufuatia ungangari ulioonyeshwa na Iran wa kukabiliana na mbinu za mashinikizo ya Marekani na uchokozi wa kijeshi, huku maafisa wa Tehran wakionya kila mara kwamba shambulio lolote jipya la Washington au Tel Aviv litachochea kipigo cha majibu makali. Wakati wa mazungumzo ya simu aliyofanya Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alimwambia mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan kwamba Tehran imeendelea kujiweka tayari kulinda mamlaka yake ya kujitawala, umoja wa ardhi yake na usalama wake wa taifa. Anasema kitendo chochote cha uadui cha Marekani au Israeli au ushirikiano wa nchi za kikanda katika vitendo kama hivyo vitakabiliwa na jibu kali na linalostahiki na vikosi vyenye nguvu kali vya ulinzi vya Iran. Vile Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetoa taarifa kwa mnasaba wa maadhimisho ya mwaka wa pili tangu alipouawa shahidi Ismail Haniyeh, ambapo mbali na kumwenzi mkuu huyo zamani wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, imesisitiza kuendelea kuunga mkono malengo matukufu ya Palestina na ulazima kuchukuliwa hatua za haraka na jamii ya kimataifa ili kupunguza mateso ya watu wa Gaza na Ukingo Magharibi, sambamba na kufunguliwa kesi wahusika wa jinai zilizofanywa na utawala wa Kizayuni. Taarifa hii iliyotolewa Jumapili usiku wa Agosti 1, 2026 imesema miaka miwili iliyopita katika siku hizi Ismail Haniyeh, kiongozi shujaa wa harakati ya mukawama ya Kiislamu Hamas na mmoja wa mujahidina na mstari wa mbele katika njia ya ukombozi na heshima ya Palestina, aliuawa shahidi na mahasibu makatili wahusika na mauaji ya kimbari. Wizara ya Mambo ya Nje imeendelea kueleza kwenye taarifa hiyo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiungana na kambi ya kimataifa ya mukawama na wananchi wavumilivu na wanamukawama wa Palestina katika kukabiliana na dhuluma, ukaliaji wa ardhi kwa mabavu na ukoloni, inaenzi na kuadhimisha kumbukumbu ya shahidi Ismail Haniyeh na kusisitiza kuendeleza njia yake ya haki ya mapambano dhidi ya dhuluma na ukaliaji ardhi wa mabavu wa utawala wa Kizayuni, muuaji wa watoto, hadi itakapohakikishiwa watu wa Palestina wanapata haki ya kujiamulia mustakabali wao, kukombolewa ardhi yao inayokaliwa kwa mabavu na kuasisiwa nchi huru ya Palestina ambayo mji mkuu wake ni Quds tukufu. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza. Shukran kwa Baba wa Kivita.